Kwa sasa mafunzo yenu ya JKT vijana wa kujitolea operesheni ya miaka 60 ya muungano mwaka 2024-2025 katika kikosi cha jeshi 821 Bulongola JKT yamefungwa rasmi leo tarehe 8 mwezi wa kuanzia sasa vijana mmekuwa na cheo kipya, yani servicemen na service girls. Kwa niaba ya maafisa wa serikali na vijana na watumishi wa umma 821 kikosi cha jeshi, napenda kukaribisha kikosini kwa ajili ya zoezi la ufungaji wa mafunzo ya awali ya vijana operation miaka 60 ya muungano. Mheshimiwa mgeni rasmi, vijana walioko mbele yako ni wahitimu watarajiwa wa mafunzo ya awali ya operation miaka 60 ya muungano 2025. Mafunzo haya yalianza tarehe 30 Desemba 2024 ambapo vijana wanatarajiwa kuhitimu mafunzo leo tarehe 8 Aprili kama ilivyopendeza. Mheshimiwa mgeni rasmi, vijana hawa wamefundishwa masomo mbalimbali kwa kiwango cha mafunzo ya awali ya vijana wa Jeshi la Kujenga Taifa kama inavyoelekezwa na Mkuu wa Jeshi la Kujenga Taifa. Kwa jina naitwa Kanali Juma Isa Mradi, ambaye namwakilisha Mkuu wa Jeshi la Kujenga Taifa Meja Jenerali Rajabu Nduku Mabele. Wana kikosi wametekeleza kikamilifu majukumu makuu matatu ya Jeshi la Kujenga Taifa ambayo ni malezi ya vijana, uzalishaji mali na ulinzi wa taifa. Mafunzo haya ni mwendelezo wa utekelezaji wa mawazo ya muasisi wa taifa letu, Baba wa Taifa hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere katika uanzishwaji wa JKT. Baba wa Taifa aliwahi kusema, na nukuu, maana ya Jeshi la Kujenga Taifa ni taifa kudai huduma ya vijana na vijana kuitikia wito wa kulihudumia taifa kwa kazi yoyote inayohitajika, mwisho wa nukuu. Hivyo kwa kutumia mawazo waliopata vijana wanatakiwa kutekeleza wazo hili la muasisi kwa vitendo. Naamini kuwa mafunzo haya mliyoyapata mmekuwa tayari kulitumikia na kulilinda taifa letu popote mtakapokuwa, maana mnafahamu dhana ya uzalendo, umoja, mshikamano, ukakamavu na kujiamini. Hivyo basi mnapaswa mkatumie elimu hiyo katika kutatua changamoto mbalimbali pasipo kuvunja sheria na utaratibu wa nchi yetu. Kwa namna ya kipekee, shukrani nyingi ziwaendee wazazi na walezi wa vijana wanaohitimu mafunzo leo kwa utayari wao wa kuwaruhusu vijana wao kuja kuhudhuria mafunzo haya, na niwaombe wakawaelimishe umuhimu wa mafunzo haya ya Jeshi la Kujenga Taifa wazazi na walezi ambao bado wana mtazamo hasi wa kutowaruhusu vijana wao kuja kufanya mafunzo ya JKT. Afya ya mwili ndio mtaji wa kila kitu. Ikiwa afya zenu zitatetereka, hakuna kitu ambacho kitaweza kufanyika. Mkajiepushe na vitu vyote vile ambavyo vitaleta viashiria vya kuvunjisha amani, vitu ambavyo vitaleta vitu vya kuathiri afya ya mwili na afya ya akili. Mjiepushe na ulevi, mjiepushe na madawa ya kulevya, mwende mkamiishi viapo mlivyo hapa leo. Inawezekana ukakosa muda katika kipindi unachokuwa kwenye kambi ya malezi, lakini baada ya kuhitimu na pale utakapoambiwa sasa unarudi nyumbani, usiridhike na elimu ulionayo. Wale ambao ni darasa la 7 wakajiendeleze, wale ambao wamefika form 4 wakajiendeleze, na wale ambao ni zaidi ya kidato cha 4 pia wakajiendeleze. Naomba muendelee kuwa watiifu kwa viongozi wenu
kama ambavyo mmeapa, nendeni mkaishi kwenye kiapo chenu. Nimepata taarifa kuhusiana na changamoto mbalimbali ambazo zipo hapa. Ipo changamoto katika kwa umeme, na kwa sababu tayari Kigoma tumeshaingia kwenye gridi ya taifa, na kwa sababu nje ya 821 ya umeme haukatiki kama hapa, nadhani ni jambo ambalo tunachukua kwa uzito mkubwa, mimi na ofisi yangu, na kuanzia kesho tutaanza kushughulika na jambo hili, tujue sababu ya msingi na tuwafahamishe wakuu wenu wa kikosi sababu hasa ni nini, kwa nini umeme maeneo mengine usikatike uwe unakatika katika maeneo haya. Aidha, nimepata changamoto ya ubovu wa barabara, na tumeiona kwa ndio barabara ambayo tunakuja nayo hapa. Tutawaeleza pia viongozi wenu mipango ya serikali kuhusiana na ukarabati wa barabara hii. Aidha, tutakwenda kutia msisitizo ili kuhakikisha kwamba barabara hii inakuwa ni miongoni mwa barabara ambazo ni kipaumbele. Ipo changamoto ya mawasiliano ya simu katika eneo leo, nalo tunalichukua na tutalishughulikia. Imeeleza changamoto ya hifadhi ya kilimo, lakini serikali inaendelea kulitafutia ufumbuzi. Ndugu zangu, nipende kuwapongeza tena vijana kwa kufikia hatua hii muhimu ya kuhitimu mafunzo ya awali ndani ya JKT, ikiwa huu ni mwanzo mpya katika maisha yenu. Mkawe mabalozi wazuri wa uzalendo kwa kuilinda na kuitunza amani. Kwa majina naitwa Service Girl Rachel Richard Msifuni kutokea kikosi cha 821 Burombora. Shukrani zangu za dhati nipeleke kwa JKT, kwani imenifunza na imenipa mabadiliko makubwa, cause nilipokuwa nyumbani na sasa ni tofauti kabisa. Nilipokuwa nyumbani nilikuwa mvivu, legevu, nilikuwa sina ukakamavu wa mwili, lakini baada ya kuingia ndani ya JKT, hususan kikosi nilichopo, nimepata faida mbalimbali, ikiwemo ukakamavu wa mwili na akili, stadi za maisha, sayansi ya kijinsia, weledi wa medani, ujanja wa porini na mbinu mbalimbali zilizonifundisha kujitambua mimi kama binti na kuepuka vishawishi mbalimbali. Kwa majina ninaitwa Serviceman Selemani Luka Christopher. Nimejifunza mambo mengi, ninaweza kujiajiri kwenye kilimo, kwenye biashara na shughuli zote za kijasiriamali bila kutegemea kuajiriwa. Wito wangu kwa vijana wote, zinapotokea nafasi na fursa za kujiunga na Jeshi la Kujenga Taifa, tuchangamkie sana. Tuje tupate mafunzo hayo, yana manufaa makubwa sana kwetu. Kwa majina naitwa Nuru Idi Muhajam. Nashukuru sana walezi wa kambi hii pamoja na wakufunzi wao kwa kazi kubwa wameifanya kwa vijana wetu. Mwenyezi Mungu awabariki na wajalie afya njema. Kwa hiyo napenda vile vile niwakumbushe wazazi wenzangu waondoe dhana potofu kwamba mtoto wa kike hawezi, ataweza. Kwa majina naitwa Emmanuel Ibrahimu Kisona, natokea mkoa wa Singida. Nilikuja hapa kwa ajili ya kushuhudia kuhitimu mafunzo mtoto wangu ambaye anaitwa Epa Emmanuel Kisona. Kwa nashukuru Mungu kwa sababu amemjalia na ameweza kumaliza salama. Wito wangu ni kwamba kwa wazazi wengine ambao ama wanaokatishwa tamaa kwamba mtoto akienda JKT anaweza kaumia na asifaulu, lakini nawaambia kwamba wakisikia nafasi hii basi wawe na jitihada za kuwafanikisha watoto wao wafike huku, kwa sababu kujifunza mafunzo ya hapa, hata kama hata ajiriwa serikalini, atakuwa amefundishwa namna ya kuishi maisha ya kawaida na anaweza kajiajiri na kujitegemea. Kwa nafikiri kwamba atakuwa ni kijana ambaye shupavu tofauti na kijana ambaye hajawahi kufika kwenye mafunzo ya JKT.